Naomba niongee na wazazi ambao wana watoto, iwe ni una mtoto mmoja, wawili, watatu, wewe ni mzazi. Sikia neno hili. Mungu amekuamini wewe uwe mzazi wa huyo mtoto. Tambua kwamba ndani ya huyo mtoto lipo kusudi la Mungu. Huyo mtoto hajazaliwa kwa bahati mbaya. Hata kama wewe ni mwanamke, walikubaka. Sorry for you. Sorry. Yamepita. Huyo aliyofanya hivyo msamehe, mwachilie. Mungu amekuamini na amekupa neema ya wewe kumuongoza mtoto huyu akiwa mdogo. Jambo la kuzingatia kama wewe ni mzazi, hata walezi ambao wanalea watoto, kuna watoto wengine ni mayatima. Jua kwamba Mungu amekuamini na Mungu ana uhakika na wewe kwamba huyu mtoto yuko mikono salama, na ndio maana alimleta kwako. Kwa hiyo hakikisha unamuongoza mtoto huyu kumjua Mungu na kumtegemea Mungu siku zote za maisha yake. Halafu pia ndani ya huyo mtoto, hao watoto, kuna kusudi la Mungu. Kuna kazi ambayo Mungu ameweka ndani yao. Na kwenye hilo kusudi Mungu ameambatanisha kipaji cha kumwezesha kufikia hilo kusudi. Kila mtoto anacho kipaji. Kwa hiyo ukijua kipaji cha mtoto wako mapema, anza kukichochea kile kipaji. Anza kukikuza kile kipaji. Msaidie mtoto akue katika kile kipaji. Kwa sababu kipaji ni zawadi ambayo Mungu anampa mwanadamu. Na ndio kipaji ambacho kinamketisha na watu wakuu mno. Kipaji kinamuongoza mtoto kufikia kwenye kusudi ambalo Mungu amelikusudia. Sisi zamani wazazi walituzuia kwenye vipaji vyetu, wakatuhamasisha zaidi kwenye elimu. Tukavitupilia mbali na kuviweka pembeni vipaji vyetu. Lakini haimaanishi kwamba elimu ilikuwa mbaya. Biblia inasema pia tuishike sana elimu. Elimu ilikuwa nzuri, lakini vipaji havikupaswa kutupiliwa mbali. Kipaji ni zawadi ambayo mtu anapewa na Mungu. Chochea hicho kipaji cha mtoto. Ukishaona tu huyu kipaji chake ni hiki, kichochee, kiendeleze. Hakikisha katika ule utoto wake unamsupport katika kipaji chake. Hichi kipaji ndio kinampeleka yeye kwenye kusudi la Mungu. Unakuta watoto mwisho wa siku wanakuwa na maisha magumu kwa sababu ulizika kipaji chake, ukamuhimiza kwenye elimu pekee. Elimu pekee haitoshi. Hiki kipaji lazima kiende na elimu. Anapoendelea kusoma, hakikisha na kipaji chake kinaendelea kukua. Kipaji kwa namna nyingine ni njia ya kumpeleka mtoto wako kwenye kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yake. Usizuie kipaji cha mtoto, usizike kipaji cha mtoto. Kiinue, kifufue, kiendeleze, msogeze mpaka atakapokuwa mtu mzima, akiendeleze mwenyewe kikamsaidie.